Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku nyingine tena katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunakwenda kutizama matumizi ya hili neno katika aya ya Mwenyezi Mungu. Anasema wa idhibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Akatumia tuko ili neno la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametaja neno adh-dhalimin na hajataja neno adh-dhalimun? Kati haya maneno mawili adh-dhalimun au adh-dhalimin, kwa nini amesema adh-dhalimin na hajasema adh-dhalimun? Kwa nini? Kwa kueleza ni kwamba adh-dhalimin Mungu aliposema la yanalu ahdi adh-dhalimin, ahdi inakuwa ni fa'il, ama adh-dhalimin inakuwa ni maf'ulun bihi, inakuwa ni maf'ulun bihi. Huyu ni mtenda, huyu ni mtendewa. Kwa hiyo ahadi ndiyo inamtafuta mtu. Kwa hiyo kimtafuta mtu haimpati dhalim. Ahadi ndiyo yaqa'u ala al-insani. Kwa al-ahdu huwa alladhi yaqa'u ala al-insani al-mukhtar. Ahadi ndiyo inakaa kwa mwanadamu ambaye amechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana ya hii. Ama laiti Mungu akasema la yanalu ahdi adh-dhalimun, ingekuwa akasema la yanalu ahdi adh-dhalimun, ingekuwa ahadi hapa ingekuwa ni maf'ulun bihi, ambayo tunasema ni muqaddam, maf'ulun bihi muqaddam, ambaye adh-dhalimun anakuwa ni fa'il ambayo ni muakhar. Huyu inakuwa ni maf'ulu, ni mtendewa ambaye kwamba yeye ilikuwa achelewe, lakini ametangulizwa, kwa sababu mtendewa huwa anachelewa kulinganisha na mtenda huwa anatangulia. Kwa hiyo tunasema ni maf'ulun bihi muqaddam. Ama hii ni fa'ilun ambaye ni amechelewa, ambayo tunasema ni fa'il muakhar. Kwa hiyo maana yake nini? Ingekuwa ni kwamba inajuzu mwanadamu akatafuta ahadi, endapo anapoitafuta anaweza akaipata. Yajuzu an yaqa al-insan ala al-ahdi, mwanadamu anaweza an yaqa ala al-ahdi, ambapo huku tumesema la al-ahdu yaqa'u ala al-insan. Kwa hiyo inakuwa ni vice versa, ni sentensi mbili ambazo zinapingana. Huku ni ahadi inashuka kwa mwanadamu, huku ni mwanadamu anaitafuta ahadi. Kwa huku ni ahadi inamtafuta mwanadamu, na huku ni ahadi ni mtu anaitafuta ahadi. Kwa nadhani tutakuwa tumeelewana. Kwa Mungu anaposema la yanalu ahdi adh-dhalimin, anakusudia kwamba ahadi ndio inamtafuta mwanadamu, na sio tuseme la yanalu ahdi adh-dhalimun, kwa maana mwanadamu ndiye anaitafuta ahadi, kwa sababu ahadi itakuwa ni maf'ulun bihi. Kwa tunapata nini? Tunapata kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ambaye ndio imetajwa hapa, qala inni ja'iluka linnasi imama, ambao ndio ilikuwa ni maudhui hapa. Maudhui ni uongozi, imam. Uongozi huu ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na hii ahadi inakuwa yenyewe ndiye inamtafuta mtu, sio mtu aitafute nini? Atafute uimamu. Mtu hafai kutafuta uimamu, bali ni uimamu unamtafuta mtu. Kama amekizi vigezo, basi uongozi ataupata, na sio mtu adai kwamba nimekizi vigezo aanze kutafuta uimamu. Huyu mtu atakuwa ni dhalimun kwa mujibu wa aya. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Mungu angesema la yanalu ahdi adh-dhalimun, kungetokea mkanganyiko, kwa sababu huku amesema inni ja'iluka. Al-ja'al inakuwa ni sadirun min Allah, inakuwa inatoka kwa Mungu. Kwa angesema la yanalu ahdi adh-dhalimun,
kungetokea mkanganyiko, manake ingekuwa ni mtu anaweza kuitafuta ahadi ambapo ni kinyume na alichokisema Mungu, akasema inni jailuka. Ingekuwa ni neno ni maneno yamekinzana, na ndio maana katika Qur'ani kwamba walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Leti Qur'ani na maneno ya Mwenyezi Mungu, na maneno haya yangekuwa natoka kwa asia kwa Mwenyezi Mungu, basi tungekuta katika Qur'ani kuna ukinzano mkubwa, na kwa sababu hapa hamna ukinzano, ni maneno ambayo yana hikma ndani yake, basi bila shaka ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.